Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya Mkoani, ambaye pia ni kaimu mkuu wa wilaya Chake Chake, katibu utawala huyo huko katika ukumbi wa Samuel Gombani, wakati alipokuwa akifunga mafunzo ya siku 5 kwa wajasiriamali yaliyoandaliwa na shirika la SOS, amewataka wajasiriamali hao kuitumia mitandao ya kijamii kwa shughuli zao za kibiashara ili kuongeza thamani ya bidhaa zao. Vyama vya ushirika ni kiungo muhimu sana katika maendeleo ya jamii na katika zama hizi za kidijitali. Utafutaji wa masoko mtandaoni unakuwa ni chombo chenye nguvu cha kufikia wateja wengi zaidi. Hilo halina shaka. Tunafahamu hizi ni zama za kidijitali, kwa hiyo tunatakiwa tuondoke katika zile zama za analogi. Tunafahamu watu wengi wanatumia hii mitandao ya kijamii, WhatsApp, Facebook, TikTok na mambo mengine. Kwa hiyo kwa sababu dunia sasa ni sawa. Mapema mratibu wa shirika SOS Kharibu Abdal Hamadi amesema lengo la mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika SOS ni kuwafanya wajasiriamali kuongeza thamani ya bidhaa zao. Uwezo wa wajasiriamali kwenye eneo la kuongeza thamani ya bidhaa zao, tunaamini kuna wajasiriamali mbalimbali, kuna wazalishaji wa sabuni, mafuta, tungule mbalimbali. Kwa hiyo tunaona kuna umuhimu wa kuongeza thamani iwe ile biashara ambayo wanaifanya, ili mteja akiona biashara iweze kumvutia. Upande wao washiriki wa mafunzo hayo, Fatma Abdalla Isa pamoja na Abdul Aziz Omari, wakitoa shukurani kwa niaba ya washiriki wenzao, wamelishukuru shirika hilo kwa kuwapatia mafunzo ambayo yatabadilisha thamani ya bidhaa zao, huku diwani wa kuteuliwa wilaya Wete Mohamed Suleiman Osmani amewaasa wajasiriamali ambao wamepatiwa mafunzo hayo kuleta mabadiliko chanya katika shughuli zao. Mambo mengi ilikuwa hatuyajui, lakini leo hii tunaondoka hapa ikiwa tumeshiba mambo mengi sana. Binafsi yangu ilikuwa kuna mambo kwenye mtandao siyajui. Niendelee kusisitiza kwamba tuitumie fursa hii sote kwa pamoja katika kuhakikisha tunaunda jamii ya wajasiriamali yenye nguvu. Jumla ya vikundi 35 vilivyomo wilaya 4 za Pemba zimepatiwa mafunzo ya utafutaji wa soko kwa njia ya kidijitali. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, biashara na uchumi, mimi Maulid Hamisi.